na kututajirisha kwa neema yake na maisha mapya. Tunashukuru kwa kuishi maisha hayo mapya. Naomba neema katika misa hii kwa ajili ya waamini wote, sio tu hapa parokiani ama jimboni, wala taifani, ulimwengu mzima. Leo hii ulimwengu wote unahitaji kwa kweli kujitafakari, kuishi maisha ya upendo, uelewano. Ndio hilo ambalo Kristo alifika duniani kutuambia kwamba tukichagua giza tutaishi gizani, tukichagua mwanga basi tutaishi mwangani. Tuombe mazoezi yote wakati wa huu mwaka wa Jubilei ulimwenguni kote yazae maisha mapya kwenye familia zetu na jumuiya zetu, yazae matunda mapya katika mahusiano ya kimataifa, ili ulimwengu uweze kuwa na amani ya kweli, watu wasikawi na kuishi maisha ambayo yanashuhudia utukufu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Tunaombea kwa kipekee wale ambao wako gizani, magerezani, wagonjwa, waliotengwa na wale ambao wamekata tamaa. Mungu awaelekee hao kwa huruma na kwa msaada kipekee, ili nao waweze kuadhimisha Pasaka wakiimba haleluya kama sisi tunavyojiandaa kuimba haleluya. Kwa dhamiri hiyo basi tupokee zawadi ya uongofu na uokovu kwa matumaini na unyenyekevu, ili Mungu atuumbe upya kwa njia ya mazoezi ya kiroho. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kusajilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Ee Mungu wa rehema, uziangaze nyoyo za wanao zilizotakatifushwa kwa kufanya toba, na hao uliojalia nia ya kukuomba kwa uchaji, upende kuwasikiliza kwa wema wanapokusihi. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Somo la kitabu cha nabii Danieli, sura ya 3, aya ya 14 hadi ya 20, aya ya 24 hadi ya 25 na aya ya 28. Nebukadreza aliwaambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu, wala kuisujudu sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vyema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu, wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hatuna haja kujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue, mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu 3 hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao
ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Neno la Bwana.
mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin, amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu ya neno langu kuwa halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mliyoyasikia kwa baba yenu ndiyo miyatendayo. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa natafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Injili ya Bwana. Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Wapendwa katika Kristo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii aliyotujalia leo ya kuwa na hija wakati tunapoadhimisha mwaka mtakatifu. Watu wengi walitamani nafasi kama hii hawakuipata. Basi jambo la kumshukuru Mungu na kutafakari makuu ambayo Mungu anatujalia. Tunayo mengi ya kumshukuru Mungu, mengi tu. Tunayo mengi ya kumuomba Mungu, na tunayo mengi sana ya kuombea watu walio katika changamoto mbalimbali za maisha, ikiwa ni nyumbani, jirani na ulimwenguni kote. Tunahitaji kuombeana. Basi hii ni fursa pia ya kuombea nchi yetu amani. Kuombea nchi yetu amani, na kwa namna pekee kuombea uchaguzi ulio mbele yetu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Uchaguzi huo ufanyike kwa umakini ili tupate viongozi watakaozingatia zaidi utumishi wa raia kuliko maslahi yao binafsi. Kama tuombe, kila tuombe kweli. Pia tuombe amani ya ulimwengu. Vita vya pili vilivyotokea, watu walionja athari, ubaya
wa vita. Ndio maana akaunganisha Umoja wa Mataifa, wakaambiana kabisa waziwazi, tuache kabisa kuangamizana. Sasa hivi tunachoshuhudia ni kwamba ule muungano na ushirikiano wa kujali mataifa yote, na kwa namna pekee walio na madhaifu fulani wainua hayo, hilo jambo linaondoka. Kuna hali ya kusambaratika kwa mataifa, vita vinaenea mahali mbalimbali, na hali hiyo tunaiona sasa. Tusipoombea hilo, ili binadamu hao wanaopanga uhasama wajitafakari na kujitambua katika mpango wa Mungu, la sivyo vita vilivyo mbele yetu ni vikubwa kwelikweli. Na sio kule mbali, tunaona hilo kwenye familia zetu. Ndoa zinafutika sasa hivi nyingi tu. Ukatili nyumbani ni mkubwa ajabu. Mauaji, mkato wa tamaa vipo. Kwa sababu binadamu amejifanya kuwa ni Mungu. Amefanya ni Mungu, anafanya atakavyo, hajali Mungu anataka nini. Ndugu zangu, hata kwa upande wa Tanzania tunahitaji viongozi watakaosimamia matunda ya miaka 64 ya uhuru ya baraka kwa Watanzania wote. Kwa hiyo tuzingatie kwa makini hatua za kuhakiki majina, tujiandikishe kwa majina yetu na kujiandikisha hata pia kupiga kura, ili tupate viongozi wenye sifa tutakavyochagua kwa kuzingatia wana sifa za kweli na sio ahadi za kuangamizana ama za ubinafsi. Yesu anatufundisha maana ya uhuru wa kweli. Yeye ni mwalimu wetu na ndiye anatufunulia Mungu anataka tujipange vipi katika maisha yetu. Baadhi ya watu hufikiri kwamba mtu aliye huru ni yule awezaye kufanya anavyotaka au kutamani. Kwa na fedha, nguvu na uwezo, ana wanaopigania, basi afanye anavyotaka. Huyo ana uhuru. Sasa ni kweli ni uhuru huo? Ni Mungu peke yake awezaye kufanya anavyotaka, kwa sababu yeye ni mwema kila wakati. Mungu hayumbishwi na urefu ama uzuri wako. Mungu hababaishwi. Mungu hayumbi. Mungu ni mwema. Na ndiye peke yake ambaye tunaweza kusema kwamba anafanya atakavyo. Sisi wengine tuna shida. Asubuhi tunakusudia utakatifu, kufika mchana na jioni tuko tofauti kabisa. Tunaungama vizuri, baada ya maungamo tuko pale pale. Hatuchimbi ile mizizi iondoke, bali tunaogopa kwamba nitakapo badilika nikawa mzuri nitaonewa. Sasa ile asinionee na baki ngangari na ukatili uko pale pale. Sasa mazingira hayo natuambia tumesha visahau. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Sisi ambao tumeumbwa kwa mfano na kwa sura yake, heshima yetu ni kwa wema. Hivyo heshima yetu. Tusipokuwa wema ni nyimbo tu. Mungu ni mwema kila wakati, na aliwaumba kwa mfano wake na sura yake, wajitahidi, wakazana, wapigane kuwa wema. Ikiwa na wema hakuna vita, hakuna chuki, hakuna kiburi, hakuna majivuno. Haya yaona ndugu zangu. Na alikuwa tulifunza kwa Yesu mwenyewe anayetufundisha maana ya uhuru. Tuweze kuishi uhuru wa kweli. Uhuru wetu sisi ni uhuru wa kiumbe. Uhuru wa kiumbe kupata usahihi na ukamilifu kwa kiumbe kutenda kadiri ya matakwa ya Muumba. Ndivyo ilivyokuwa Adamu na Hawa. Msiguse matunda haya. Mtakapogusa mtaingia gizani, mtamkimbia Mungu. Sasa kumbe kwa wema, kuzingatia mambo ya Mungu, miongozo yake, kanuni zake, na kutegemea nguvu zake kwa kumwelekea kwa imani na matumaini, ndipo hapo tunakuwa na nguvu. Tofauti na hapo sisi watumwa.
Yesu ametufundisha na kutuonesha kwa matendo namna ya kuwa huru, kumtii na kumwamini Mungu. Kumtii na kumwamini Mungu, huo ndio uhuru. Kila sehemu ya maisha yetu itii na idhihirishe imani kweli kwa Mungu, kumtumainia Mungu aliyetuumba. Anatuambia Yesu, nini mkikaa katika neno langu, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kitakacho tufanya kuwa wanafunzi wake ni kumtii. Sio babu yangu alikuwa mkatekista, mama yangu alikuwa mshirika, bibi yangu mtakatifu, wana sivyo. Kwenye ukoo wetu tangu babu na babu ni Wakristo tu, sivyo. Nawaambia kwamba Ibrahimu hakufanya kama nyinyi, alimwamini Mungu. Na baba yenu ni Shetani, huyo ambaye mnafuata. Sio Mungu mnaojitafuta wake, hapana, kwa matendo yenu. Ninyi mnapanga kuniua mimi ambaye naleteni ujumbe wa uhai. Wanaokuja wengine kwa mambo yao mnapokea hao. Ulimwengu tunaalikwa kujitafakari vizuri. Sema Yesu, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Uhuru wetu utokane na msingi wa ukweli, sio uongo, maigizo, kutishiana, mambo ya hofu. Wakati Yesu anawaelekeza kwenye uhuru wa kiroho, yaani uhuru wa wana wa Mungu, Wayahudi wanawaza juu ya uhuru wa kutotawaliwa na mtu yeyote. Tuko huru miaka 64, kwa hiyo tuko huru? Hapana. Bendera ni bendera tu. Ukweli usipotuongoza, hata uhuru wa bendera hauna tija. Maisha ili watu wajisikie ni raia kweli wanaopendwa na kutendewa kwa haki na kutenda kwa haki, wakifanya kazi na kuvuna matunda ya kazi yao kwa haki. Haya ndio maisha ya uhuru. Ni maisha ya uhuru. Na kwenye uchaguzi ulio mbele yetu, ni lazima Tanzania tuelekeze macho kwenye ukweli. Maigizo na hofu na mashaka havitatuishirikisha uhuru. Walimwambia Yesu, hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Hapo Yesu anakufundisha utumwa ulio mbaya kuliko utumwa wa kutawaliwa na mtu, kuwa chini ya wakoloni. Kuna ubaya zaidi ya huo. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Huo ndio utumwa wa kweli. Huo ndio utumwa wa kutisha hasa. Unapoona dhambi inatawala kwenye ndoa, dhambi inatawala kwenye familia, dhambi inashika nafasi kati ya ndugu, dhambi inakaa ofisini, kwenye biashara, kwenye siasa, dhambi ikishaingia humo, utukufu wa Mungu unaondoka. Utukufu wa Mungu unaondoka. Dhambi inapotawala maisha yetu, nafsi zetu haziakisi tena ule utukufu na upendo wa Mungu. Kila atendaye dhambi, awe mrefu au mfupi, awe mnene au mwembamba, ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Dhambi, ndugu zangu, tangu mwanzo hututoa nyumbani kwa Baba. Mwana mpotevu alitoka kwa baba, akatangatanga huko, ndio matokeo ya dhambi. Dhambi ilifanya Adamu na Hawa wamkimbie Mungu, wakajificha nyuma ya miti, wakajifunika kwa majani. Kabidi Mungu atafute mnyama, ampe ngozi, afunike kwa muda, na hatimaye mwanae aje kutufunika, lakini kutuondoa kwenye hali ya kumkimbia Mungu, akituambia tumrudie Baba, kwa sababu yeye ni mwingi wa huruma, atatupokea tena. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo dhambi, ndugu zangu, kututoa nyumbani kwa Baba. Tunacheza na dhambi. Watu wanaanza mahusiano ya kidhambi kabisa, na wanapiana moyo katika jambo hilo na kutetea jambo hilo. Kwa mfano, huu mtindo ambao umeanza siku hizi, sio kwanza.
unaenea sana. Kuvunjika kwa ndoa, michepuko, usuria, hayo mambo dhahiri kabisa tunajifanya kwa miungu. Na baadhi ya wachungaji wanaunga mkono jambo hilo. Sio mbaya sana, ndio mbaya kweli, kifo hicho. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na nyingi pia, sio hizo tu, na wizi, ujambazi, kukataa kufanya kazi, na kuibaiba tu ili uweze maisha yaweze kwenda. Sasa hali hizo zinadhihirisha tuna sababu ya kutafakari upendo wa Mungu. Yesu anasema mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa nyumbani siku zote. Je, sisi tunakaa nyumbani siku zote? Au tunachipuka hapa na pale, tunaacha kidogo narudi siku za maungano? Machipuka makusudi kabisa. Kwa kuwa kuna maungano, kuna sakramenti ya kitubio, tunajiingiza katika dhambi na kusitawi huko na kulea watoto huko, tukitegemea kwamba basi niitieni padri anipe za kwangu za mwisho niende mbinguni. Ushuhuda wako je, ni wa mchepuko ama ni ushuhuda wa uaminifu? Basi mtumwa hakai nyumbani siku zote. Uondoka nyumbani si mtumwa. Mwana anakaa nyumbani. Tuombe neema ya kukaa nyumbani. Tudumu nyumbani. Tusitangetane na kuyumbayumba kwenye imani. Mambo ya ushirikina inatuhusu sana. Chuki mpaka maangamizi kwenye njia msalaba tunasikia. Watu badala ya kuishi kwa upendo ambao Kristo anatununulia, tunaweka mioyoni mwetu na akilini mwetu mambo ambayo yanawezesha ile neema ya ubatizo. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli, anatuambia Yesu katika Injili ya leo. Uhuru anaosema Yesu ni uhuru tuliopata kwa njia ya ubatizo. Yaani mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Injili ya Yohana sura 3 aya 5. Tulizaliwa upya ili tuishi maisha mapya. Sio maigizo haya. Tumezaliwa upya kwa maji na Roho, tuishi maisha ambayo ni ya usafi, na ile damu ya kanisa takatifu ipande maisha yetu muungano na shina, kwani sisi ni matawi ya mzabibu wa kweli. Hija tunazofanya ndugu zangu kipindi hiki ziamshe ndani yetu hamu ya mahujaji wa matumaini. Watoto wajifunze kwa wazazi wao jambo hilo. Kila mmoja ajifunze kwa mwenzake jambo hilo. Mahujaji wa matumaini, kwamba hii safari ya Yesu ya duniani ni matumaini bila kutukomboa, nasi tupokee zawadi hiyo ya safari ya kuja kwetu anakotuongoza. Kuna usalama. Tuwe ni watu ambao tunatamani hazina za mbinguni. Sio kuuana shauri ya fedha, shauri ya mali, shauri ya udongo. Tunaweka chuki kati ya wawekwa wakfu. Unashirikiana kwa mambo ambayo hayana tija kabisa. Sasa ni wakati wa kutafakari. Tunafanya hija, tunatoka kule mpaka hapa, ni safari hii. Tuna hamu ya kumwaga juu ya dunia yote furaha na amani ya mkombozi wetu. Na hilo kweli linakosekana sana. Mataifa yalikuwa marafiki, majirani walikaa vizuri. Sasa hivi watu wanarudishana mabalozi, hatutaki tena. Tunasingiziana. Naona nyakati ngumu sana. Hali ni mbaya kweli kweli. Basi uwepo wa Mungu umwagwe juu ya, na hata amani yake na furaha yake imwagwe juu ya dunia nzima. Kwani mkombozi amekuja kutukomboa, nasi tuliokombolewa tutangaze habari hiyo njema kwa kufurahia maisha mapya. Mkombozi alikuja kuyafanya mapenzi ya Baba. Ndio kazi yake kubwa hiyo. Mapenzi haya ni kutukomboa sisi ambao tuliumbwa kwa mfano na kwa sura yake, ili aturudishie hadhi na heshima hiyo kusudia tangu mwanzo, ili atuondoe kwenye giza la dhambi na udanganyifu,
ili atuweke huru kwa nuru ya mafundisho na sadaka yake. Mafundisho yake na sadaka yake. Tusimame katika jambo hilo. Alitukomboa kwa kujinyenyekeza, akawa mtii hata mauti. Hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Juma takatifu niko mbele yetu. Tunaadhimisha nini? Ushindi wa utii. Maisha mapya haya. Utii wa Yesu ulifuta laana ya ukaidi wa Adamu. Na ukaidi wetu unalandana na ule wa Adamu, kama vile Mayahudi wanaambiwa kwamba baba yao sio Ibrahimu, ni Shetani. Maana ilikuwa ni wana Ibrahimu, wangefanya kama Ibrahimu baba yao. Sasa utakatifu haukai kwenye DNA, ukapime DNA, sivyo? Ni msimamo wa mtu binafsi anavyoelewa mbele ya Mungu amekaa namna gani. Kwa hiyo baba yake alimtukuza kwa ushindi dhidi ya dhambi, dhidi ya kifo na Shetani, nasi tukarithishwa ushindi huo kwa njia ya ubatizo, kwa njia ya maisha ya sakramenti, maisha ya sala na kujiepusha na mabaya yote. Yesu anatuonyesha njia ya kupata uhuru, na ushindi wa kweli ni kwa kukabidhi moyo wetu. Tukabidhi mioyo yetu, tukabidhi akili zetu na utashi wetu kwa Mungu ambaye ni mwingi wa huruma. Anatuhurumia, anaturudisha kundini. Ni mchungaji mwema anayetoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sasa kondoo wengine wanakoya miti, wajificha kabisa, hawataki wakombolewa. Baada ya kukombolewa, mwisho na kondoo alipata angekoya mti. Fanya utafiti. Ni sisi wenyewe tunamkwepa huyo ambaye ni mchungaji mwema. Hatutaki atubebe tena, tukitegemea. Na ndio kichekesho hicho. Mchungaji mwema, kondoo wako wapi? Hataki. Hataki. Ngazi zote na watawa na wale, kila mtu. Ni wakati, ndugu zangu, wa kutafakari vizuri. Kutafakari vizuri. Mungu wetu ni Mungu mwingi wa huruma, neema na upendo. Ufalme anaotupatia Mungu si kula wala kunywa. Hapana. Sio kula la kushakula vizuri nikanywa vizuri na kazi ya hapana. Sio utawala wa Mungu. Vile vitu vingine tofauti kabisa. Ni ufalme wa haki na amani. Mungu apate haki yake katika maisha yetu. Ajaze amani yetu ili iweze kuangaza kweli na furaha katika Roho Mtakatifu. Tulivyobatizwa kwa maji na Roho, huyo Roho asitoki maishani mwetu. Watu walio huru na furaha ni wale wenye kumcha Mungu. Wenye kumcha Mungu ndio furaha ya kweli. Wana uhuru, hawaogopi. Furaha yao ni kumtumikia Mungu. Uhai wao uko katika kuyafanya mapenzi ya Mungu. Yesu alitamka wazi, chakula changu ndicho hiki, niatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Kila mmoja katika wito wake tangu batizo na mito mbalimbali, hiyo ndio sauti yetu, ndio hamu yetu, chakula chetu, uhai wetu, udumifu katika maisha ni hiki, niatende mapenzi yake aliyenipeleka. Ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie hapa, na baadaye tukapata na tamani na tumainia. Sasa tusipofanya haya mengine ya mwanzoni, wewe unataka kujenga nyumba bila kuweka msingi, itakuwa nyumba gani hiyo? Nikaimalize kazi yake iliyoanza kwenye ubatizo, itimilike kwenda mbinguni. Na sisi wafuasi wake akatuelekeza tusali, mapenzi yako yafanyike duniani kama wapi? Kama mbinguni kwa watakatifu. Watakatifu walisujudia mapenzi ya Mungu wakapata ushindi. Na kwa neema za Mwenyezi Mungu hata sisi pia tutapata ushindi. Ile mapambano yapo, ni lazima tutoke jasho kwa ajili ya wokovu wetu. Sio tunailaini tu basi mtabatizwa nimeokoka, huo ni uongo.
Kuyapokea mapenzi ya Mungu ndio uhuru wa wana wa Mungu. Hatumkimbii Mungu, bali tumkimbilia Mungu. Kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa dai utayari wa kuteseka na kupitia magumu, mithili ya dhahabu isafishwayo kwa moto. Moto husafisha dhahabu, inatenganisha uchafu, udongo na dhahabu. Moto mkali wa tanuru. Tumekombolewa kwa msalaba, na hivyo utukufu wetu tutaupata kwa njia ya kufia dhambi na kukesha ili tusiyumbe katika imani. Kweli kuna kuyumba. Kuna kuyumba. Sasa tufanyeje? Utayumba alafu ingie mbinguni. Nafika nyumbani, mlango uko pale. Labda umeshaweka kidogo kichwani, kwanza kuona njia na kwa nini ni mbaya. Unalenga kuingia kwenye mlango nyumbani kwako. Unajigonga kwenye kizingiti kwa sababu unakosa shabaha. Sasa kuingia mbinguni kwa kuyumba namna hiyo, wakati mlango uko wazi. Tuingia mlango mmoja pale, hebu tufanye hivyo. Tuingie mbinguni kwa njia ya Kristo, ndio mlango wetu. Hakuna mlango mwingine. Ni huo. Kila mmoja azingatie mwaliko huu. Vijana watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, ni mifano mizuri ya kushuhudia imani. Vijana watatu, wao walikuwa tayari kutupwa kwenye tanuru ya moto mkali kuliko kuisujudia sanamu iliyosimamishwa na mfalme. Waliungama kwa ujasiri imani yao, wakaisimamia. Sio tu kuungama kwa mdomo, hapana. Walikataa maovu, wakashuhudia kwa maisha yao ya ujasiri namna ya kusimamia imani yetu. Mungu wetu alisema, Mungu wetu tunayemtumikia. Sio tunamwimba, hapana. Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Moto upo? Ndio. Unachoma? Ndio. Lakini tunaamua kusimamia imani yetu. Naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Ujue, mfalme, anamwambia ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndugu zangu, tunahitaji sasa tujifunze kwa vijana hawa. Wakristo wetu, waamini, vijana, kila mmoja tazame mifano vijana hawa ambao wamesimamia imani yao, na watakatifu wote ambao walifuata mfano huu wakasimama imara. Kwa nini baada ya kipaimara watu wanayumba tu? Kwa nini baada ya kufunga ndoa watu wana michepuko? Imetoka wapi? Ni amri gani hizo? Ni za Mungu, za kanisa, za shetani? Vijana walifungwa na kutupwa kwenye tanuri na waka moto mkali. Mara 7 walifanya hiyo shughuli. Mfalme na watu wote walishangaa kuwaona watu 4 wakiwa wanatembea kwa uhuru katikati ya moto, hali hawana dara, hawaungui. Wanapita kwenye katikati ya moto. Hapo nishangaa. Na yule wa 4 ameungana nao. Sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa Mungu. Ndivyo uwepo wa Mungu ulikuwa ndio usalama wao. Mungu alipelekea msaada na kuonekana wazi. Utukufu wa Mungu unang'aa. Kinachoondoa utukufu maishani mwetu ni dhambi, sio kitu kingine. Ni dhambi. Ndipo mfalme Nebukadneza akaongoka. Huyo aliyekuwa na watesa akabadilika, alibadilika. Nasi tubadilike. Sema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini. Walifanya nini? Walimtumaini. Je, ndugu zangu, tunaonesha matumaini yetu kwa Mungu kwa namna tunavyomudu majukumu yetu yanayohusu maisha yetu ya wokovu? Tutafakari jambo hilo. Wakaligeuza neno la mfalme, hawakumwogopa mfalme. Walishuhudia kwa ujasiri imani yao na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine
wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Kweli tunapokiri imani na sadiki wa Mungu mmoja, tunakiri vizuri kabisa, lakini tuangalie ni maneno au ni matendo. Haya yanaonekana wazi katika mahusiano yetu na shughuli zetu za kawaida. Ndivyo mfalme alivyoagiza watu wote wamheshimu Mungu wa vijana hao jasiri. Tena mfalme akawapa na cheo katika wilaya ya Babeli. Walipewa vyeo. Mfalme mpagani aliongoka, akaona kweli hao wanastahili. Basi ujasiri wa kukiri imani ulifungua mlango wa uhuru. Mwaka huu wa neema ni fursa ya kuamsha tena tumaini lenye baraka la kuja kwa ufalme wa Mungu katika maisha yetu ya binafsi na katika taasisi zetu zote. Ili adhimisho lilete maisha mapya, mabadiliko makubwa. Neema ya Mungu itubadilishe tuwe wakulima wenye bidii. Wakulima wenye bidii, sio wakulima tu, wenye bidii wa mbegu za kiinjili zinazofanya ubinadamu. Binadamu unapotea kweli kweli. Ukatili watu wanafanya. Mmoja juzi alikasirika kweli na mke wake kwa sababu alimdhania kwamba anatembea. Na akaja na sita kitigani wanaume 11 majina anayo kichwani. Anataka saa akague simu ya mwenzake. Lete simu yako, wewe unatembea wewe. Mama akaona hapana, sasa akamkatalia. Sasa akasema lete ile panga langu, alitoa panga. Mama usikie kuna mambo ya panga tena. Akaota miguu amekimbia, akaishia kusikujulikana. Mwanamume kwa ajili ya hasira ameshughulikia migomba, amekata mingapi ya kutosha kabisa. Baada ya hapo takuchoni huko kuja kuchoma nyumba yote. Nyumba nzuri tu. Sasa aichome kabisa. Basi ni hasira hizo. Baada akaifikiria tofauti, akatupa ile tachoni kwenye mto. Akaandika majina ya watu 11 ambao aliwadhania kwamba ni wanatembea na mke wake. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa mambo hayo yako mengi. Simu hizi zimezaa mambo ya kweli. Zinatengeneza kurahisisha mawasiliano. Kwa namna sasa hivi ni maungamo ya huko ndani. Mtu anachokonoa simu yako, anatafuta huko labda hata hakipo, lakini ndani iko kichwani mwake. Hizo fikra zipo. Sasa napenda watu kwa njia hiyo. Kuna mbegu za kiinjili. Mbegu za kiinjili zinazofanya ubinadamu. Binadamu umeshapotea, watu wameshayumba sana. Mbegu hizo ni zipi? Ni kutanguliza mapenzi ya Mungu. Ndio mbegu ya kiinjili hiyo. Kutanguliza mapenzi ya Mungu. Mungu ametupatia amri zake 10 na nyingine za mapendo. Sasa tuzingatie hizo. Ni kushuhudia imani kwa Mungu kama alifanya Yesu na vijana Shadraka na watakatifu wote. Ni kuenenda kwa Roho na kutotimiza tamaa za mwili ambazo zinatuyumbisha. Tukidhani kwamba tamaa ndizo za kwanza, mengine baadaye. Si sahihi. Mtume Paulo anatutahadharisha. Mwili utamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana. Huwezi kufanikisha upande huu na pia upande mwingine. Vinashindana hivi. Tunasema kwamba hata hamwezi kufanya mnayotaka. Hamwezi. Sio batizo. Si kiumbe kipya. Sasa ukijiruhusu kwenda katika hisia tu na mihemko, mwisho wake sio mafanikio. Umeteleza tu kateleza alafu kile ni ukamilifu, haitaenda hivi. Ndugu zangu, kila mtu anapaswa kuchukua uamuzi wa kusimamia kwa dhati mambo atakayo Mungu. Na sivyo tunakigeuza kuwa ni miungu sisi wenyewe. Tutaurithi ufalme wa Mungu kwa kuongozwa na Roho wa Mungu, sio kwa tamaa na ujeuri wetu. Lazima kuzingatia kabisa ukweli huu. Ukweli utatufanya kuwa huru. Tunda la Roho ni upendo.
Upendo uonekane katika mahusiano yetu yote, tuache unafiki. Upendo umekosekana. Alafu furaha, watu wananuna katika jumuiya, kwenye familia. Kwa nini nanuna? Mlichagua vizuri, I love you, I love you. Leo mnanuniana mpaka mnafutafikiana mapanga. Imekwaje? Tafuta ukamilifu. Ukamilifu gani wa kuchinjana? Kusemezana, kusemana. Alafu uvumilivu. Nakuta yaani sasa hivi jana juzi mtoto amejinyonga. Mtoto anajinyonga. Sasa amesema hivi, katika udogo huu hajafika hata umri wote, hata hana miaka 17 ameshajinyonga tayari. Sasa hapo juzi tu mtoto darasa la 3 amejinyonga. Mambo yanatoka hapo, wanaiga wakubwa zao. Mifano anapata kwetu sisi, ni jamii hiyo tunaongea vitu hivi na kuifanya hadi mafunzo ambayo yanaenea. Tuna umuhimu kwa kweli kujitafiti vizuri. Tunda la Roho ni upendo, furaha. Haya yanashikisha nafsi za watu, amani ya kweli. Sio kimbiana na jificha alafu unafiki tu. Nataka unaonyeshana meno. Na mbwa mdogo alikuwa anamchokoza mbwa mkubwa. Yule mbwa alifungua mdomo ile mkubwa, akafungua meno hivi. Yule mbwa alikuwa na meno kwa ukubwa wake akamtosha, akakimbia. Aliona kwa mara ya kwanza meno makubwa kuliko kwake. Sasa nasikia uvumilivu, tuvumiliane. Tusionyeshane meno, tuvumiliane kwa sababu Mungu anatuvumilia na anataka tufanye kama yeye. Utu wema. Hakuna kupanga mabaya dhidi ya mtu mwingine. Nani ambaye hana kasoro, hana mapungufu? Tunayo wote. Kwa hiyo tuombeane, tuonyane, tusahihishane, tupatane na kubishana imani. Haya ndio maisha ambayo yanatangaza utukufu wa Mungu. Haya ndio maisha ambayo yana dhati, yatakayofanya watu waone chumvi ya dunia iko hapa, mwanga wa Mungu uko hapa. Fadhili, uchoyo unakuwa mkubwa kweli kweli watu. Kuna uchoyo wa ajabu. Kuna watoto wengine wanatelekeza wazazi huko. Wazazi hawa ambao walijinyima kweli kweli ili hawa wafanikiwe. Katika wamesahau tena wakati. Basi fadhili. Mungu anatufadhili kwa yote mema tulionayo. Je, ukarimu wetu unaendana ukarimu wa Mungu? Tulichonacho tuko tayari kushirikisha wengine ama tunabana sana? Tunapenda tufadhiliwe, hatupendi kufadhili. Mafuta ya watu ya Kristo amejimimina kabisa kwa ajili yetu. Alafu uaminifu. Uaminifu unabeba upendo. Unabeba ahadi zetu. Uaminifu ndio njia ya ukamilifu. Alafu upole. Heri wenye upole, maana watarithi nchi. Sio akorofi. Tunataka kurithi ufalme wa mbinguni bila upole itawezekana. Ukatili na kiasi. Kuna leo na kesho. Leo kula, kunywa, usisahau na kesho pia. Sasa ukivuga leo bila kitu kiingia mdomoni leo tu. Sasa utakuwa hoi. Wala kuwa hai na kuwa hoi kiasi. Mambo mazuri kwa kiasi. Mambo mabaya tuache yote kabisa, tutende kwa ukadiri. Na ndivyo tutakavyodhihirisha nidhamu ambayo Roho Mtakatifu anatuwezesha. Mbegu za kiinjili ni kuishi hotuba ya mlimani. Kushikamana na Yesu ambaye ni mchungaji mwema na ndiye shina letu, kwamba yeye ni mzabibu wa kweli na sisi ni matawi yake. Anapenda azae matunda katika matawi hayo, lakini kwa mtiririko wa uhai kutoka kwake kuja kwetu, na kupokea sakramenti ambazo zinatupatia yale ambayo hatuyapati nje ya Mungu. Sakramenti zinatupatia nguvu ya yale ambayo Mungu anatuagiza tuyafanye. Tumpokee basi Yesu maishani mwetu, nyumbani mwetu, ili akae nasi, aujenge utawala wake ndani yetu na kati yetu. Tunatakieni maandazi mazuri ya Pasaka, na Mungu awe nasi hija yetu, ili tusaidie kuwa makini na wenye shukrani kutembea njia mpya ya Bwana tulianza siku ya batizo, na hatima yake ni kuingia mbinguni.
Tunaomba Mungu atujalie tudumu katika hayo na yazae matunda ya wokovu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakiri imani yetu tukiombea Wakristo wote haya maadhimisho ya Juma Takatifu yazalishe maisha mapya katika mahusiano yetu na ulimwengu, uweze kuwa na amani na furaha na furaha zaidi. Nasadiki kwa Mungu mmoja.
Bwana, uvipokee vipaji hivi ulivyotujalia ili tukutolee kwa heshima ya jina lako, na uvifanye kuwa kwetu dawa ya kutuponya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu wako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na
aliyekuamuru tuadhimishe mafungo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na kushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada kwa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba, Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote, upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu mkuu wetu Isaac Amani Prospadimo, msaidizi wake, pamoja na maaskofu wote, wakero wote, na watu wote wanaofanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyotapa mbele yako, Baba uliye mtakatifu. Kwa huruma yako wakusanya kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote waliolala dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushirikishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unajalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu,
tu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja, kama ilivyo mapenzi yako, unayoishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mungu alituhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana na wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi.
Sala ya Mtakatifu Inyasi. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo unifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo Mungu yanizidishie. Ee Yesu mwema unisikilize, katika madola yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa
Baraka ya Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu yashukie na kukaa nanyi daima. Amina. Endeni na amani. Tumshukuru Mungu. Sasa inafuata zoezi la rehema kamili. Rehema kamili hutolewa kwa watu ambao wamekusudia kuipata, na masharti yake, la kwanza ni kukusudia kuipata rehema kamili, na la pili ni kuungana kupokea sakramenti ya kitubio kama maandalizi ya kupokea rehema hiyo, na la tatu kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Katika masharti hayo na muungano huo, Mama Kanisa huwaombea watu wapate msamaha wa adhabu zote za muda na toharani za duniani. Ndio maana hili jambo hufanyika watu wanafanya hija au mafungo ya mwaka na sherehe nyingine ambazo zinaadhimisha matukio mbalimbali ya kiimani. Basi mapadri, mabradha na mashemasi walioshiriki zoezi hili la kujiandaa kupata rehema kamili watapata rehema kamili, na wale wengine ambao walikuwa na taratibu za kupata rehema kamili kufikia mashirika ya kitume, bila shaka nao pia walipewa siku ile ambapo ilifika kilele cha maadhimisho haya. Kwa sasa, kabla ya kupewa hiyo rehema kamili, nasali kwa nia za Baba Mtakatifu, maana yeye ndiye askofu mkuu wa kanisa lote. Tunasali kwa nia zake ambazo zinafunika ulimwengu mzima, tukijua kwamba Kristo alimwamrisha Petro funguo za kufunga na kufungua, na Yesu tunamwombea Baba Mtakatifu awe na afya, awe na mwili, na kwa jinsi gani afya yake inahitaji sala zetu. Na kweli Mungu amemsaidia alikuwa mgonjwa, na wengine wakatangaza amekufa na amezikwa. Mungu asiwe uzushi ulivyo duniani, na hii mtandao wetu tuna uongo 70%. Sasa kwa hiyo tunamwombea Baba Mtakatifu aweze kuimarika kiafya, mapenzi ya Mungu yafanyike na kwa binadamu. Kwa hiyo tunamwombea yeye na wagonjwa wengine wote. Tunaombea leo hospitalini, nyumbani na kokote kule, Mungu atuweke salama. Leo kwa nia ya kupata rehema kamili, nasali kwa jina la Baba Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Mungu Mwenyezi, wewe uliye mwingi wa rehema na upendo, kwa njia ya mamlaka uliyonipa kanisa lako, umeturuhusu kupokea neema ya rehema kamili. Tunakuomba utakase mioyo yetu, utusamehe dhambi zetu, na utupe nguvu ya kutembea katika utakatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mamlaka niliyopewa na Baba Mtakatifu, mimi ninawapatia ninyi nyote rehema kamili, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi tumshukuru Mungu kwa rehema hizo anazotujalia Mama Kanisa, akituombea kwa upendo tulitunze, tuthamini wito wetu wa ubatizo. Cheti tunacho cha kuingia mbinguni. Tukipoteza basi na shauri tunawajibika. Tunza rehema, yaani msamaha na huruma ya Mungu, lakini tujue kwamba neema ni ule uzima na uzuri wa Mungu maishani mwetu. Tutunze jambo hilo sana,
usijiingize kwenye